Wapendwa sana watazamaji wa Moshi Katoliki Online TV, tunawakaribisha kwenye makaburi ya wamisionari wa kwanza waliofika Bagamoyo. Kama tunavyofahamu, kanisa naishi katika hatua tatu: kanisa la wasafiri ambao ni sisi, kanisa la wale ambao bado wako toharani wanahitaji sala zetu na maombi yetu, na kanisa la watakatifu mbinguni. Tunapotafakari kuhusu ya wale wanaosafiri na sisi na wale ambao wametutangulia, basi tunatafakari kuhusu wamisionari waliotangulia Bagamoyo. Wengi wao wamezikwa hapa na walikubali kutolea maisha yao kama sadaka safi ya kumpendeza Mungu. Walikufa katika umri mdogo, na walikufa kwa sababu ya magonjwa ya tropic, magonjwa ya kwetu, hasa malaria, ambayo kwa wakati ule walikuwa hawajui tiba ni nini, ambao wengi wao walikufa. Lakini hata baada ya wao kufa kama vijana wa misionari, wengine waliendelea kuja. Hawakukata tamaa na kusema kwamba kule hapana. Waliendelea kuifanya kazi ya Mungu wakiwa na moyo ule ule na ari ile ile, wakijua kwamba ndio maisha waliochagua ya kumhubiri Kristo katika hali zote, hali ya afya au hali ya magonjwa, hali ya furaha au hali ya mateso. Sio kwamba walijitolea muhanga, hapana. Walikuwa wanajitahidi kutumia dawa walizokuwa wanatumia za kienyeji na wapi, lakini basi wengine wao walijikuta kwamba kwenye umri mdogo waliitwa kutoka dunia hii na kwenda katika ufalme wa Mungu mbinguni. Walikamilisha safari yao ya hija ya ubatizo hapa, na tunaamini sasa wako mbinguni kwa Baba wakituombea. Tukiangalia tunaona hapa wa kwanza hapa amekufa na umri wa miaka 37, mwingine 24, mwingine 26, mwingine 29. Ukienda hivyo ukitafa average, unakuja ni average ya miaka 30. Ambaye alibahatika kukaa na miaka mingi kuliko wengine ni yule ambao ana miaka 73 na yule aliyekuwa na miaka 68, ambao Mungu aliwabariki kidogo kukaa. Lakini wengine wote wakiwa ni pamoja na watawa wa kike wa shirika la kutoka visiwa vya Reunion wa Mtakatifu Denis tunawaita, nao walifika hapa, wao nao walifariki. Najua kuna mmoja Father Bunju. Huyu Father Bunju ni wajuzi. Huyu ni wa mwaka 2021, alikuwa mwalimu wangu, amenifundisha, ametoa historia ya filosofia nikiwa nasoma philosophy. Amezikwa juzi. Hatumweki kwenye hiyo grupu ya watu wa kwanza. Alikufa na miaka 81 mwaka 2011. Lakini hawa wengine ni wale ambao kweli walikufa zamani. 1872, 1879, 1869, 1924, 1870, 1873, 1885, 1916. Hao ni wale ambao kwa kweli wamekuwa wahanga wa lango la imani, na mbegu ile waliosia, mbegu njema ya imani, ndio inatupa fahari ya kuwa na jimbo hili jipya, jimbo la 36, jimbo la 36 katika nchi yetu ya Tanzania, jimbo jipya la Bagamoyo, ambapo lile lango la imani linaendelea kuwa kichocheo cha matumaini, linakuwa ni sababu ya kufanya uendeshaji wa karibu wa kina, na ambao kila mmoja atapata huduma ya kimwili na kiroho kwa ukaribu chini ya askofu wetu ambaye ni Askofu Stefan Lamek Msomba. Tunamwomba Mungu amuimarishe katika utume wake, ampe nguvu ili kazi anayoirithi, ambao tunasema anaingia kwenye lango la imani, aendelee kuichochea imani hiyo iweze kuendelea kuzaa matunda, si tu kwa wana Bagamoyo lakini kwa ulimwengu mzima. Wapendwa taifa la Mungu,
Basi tukiwa tumekuja kuwaheshimu marehemu wetu, tuwaweke mikononi mwa Mungu. Mungu mwenye huruma aweze kuwahesabu kuwa miongoni mwa watakatifu mbinguni. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyowasamee na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi ni wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuze Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Roho za wa marehemu mamisionari wetu wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.